Shalom, shalom na wasalimu katika jina la Yeshua aliye hai. Apewe sifa Mwokozi. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo kwa kuituma Torati kwa Musa kwa mkono wa malaika wake mkuu Yehova. Pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo kwa kuwatuma manabii wake watakatifu duniani na kuishuhudia ile nuru itakayokuja. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo kwa kumtuma Kristo Yeshua wa Nazareth, akasulubiwa na akatuletea agano jipya liondoayo dhambi ya ulimwengu, yani akatupa amri za utakatifu. Pia ninamshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi kwa kuwatuma mitume watakatifu wakaweza kuandika na kuhubiri injili ya utakatifu iletayo agano jipya ambalo ni msamaha wa dhambi za wanadamu. Pia ninamshukuru Mwenyezi Mungu, mwisho namshukuru Mungu wetu kwa sababu ya kumtuma Kristo Yeshua, Kristo wa mataifa, kwa kuleta ukombozi kwa nyumba ya mataifa na kuwafanya wao kuwa wana wa Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mfumo huo wa uokovu, maana amemuona amuokoe mwanadamu mbali na maovu na dhiki za dunia. Haleluya. Apewe sifa Yeshua. Kwa hiyo ni wakati mwema, tunataka tujifunze maandiko matakatifu. Na tutajifunza kutoka kwenye kitabu cha Mathayo 23 kuanzia 13. Mathayo 23 kuanzia 13. Mathayo 23 mstari wa 13. Maandiko yanasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbinguni. Ninyi wenyewe hamuingii, wala wanaoingia hamuachi waingie. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbinguni. Ninyi wenyewe hamuingii, wala wanaoingia hamuachi waingie. Hesemele dresai glory paili selidrai. Fungueni masikio yenu mkapate kuokoka. Kwa hiyo tunaona ole wenu waandishi na Mafarisayo. Tunataka tujue Farisayo ni nani? Farisayo huyu ni mtu ambaye aliamini Mungu wa kweli, lakini alimuamini kutumia mahubiri mabaya. Yani hakumuelewa yeye anayemuamini. Haleluya. Yani alimuamini Mungu wa pekee, yule Mungu wa Musa, lakini hakumuelewa. Kwa hiyo alianza kumuamini na kujitungia sheria. Yani hakuelewa sheria. Ni mtu ambaye aliingia kwenye masinagogi kila Jumapili, aliomba na kwenda kanisani, lakini hakuelewa sheria. Huyo anaitwa Farisayo. Maandiko yanasema ni Farisayo, hao ni watu ambao watatupwa jehanamu innocently, kwa sababu wameikataa ile nuru, wakafata mafundisho yaliyo kanuni za wanadamu. Mwandishi ni nani? Waandishi ni hawa watu ambao waandishi ni watu ambao wana highlight vitu vya kanisa, yani ni wanahabari wa kanisa. Haleluya. Watu wanaowapatia watu habari kuhusu Torati. Haleluya. Waandishi pia ni watu ambao waliokuwa wanaifuata Torati lakini hawaitendi. Haleluya. Yani tuseme waandishi ni wa Kristo, Mafarisayo ni watu ambao wanatumaini la kuingia mbinguni ila hawaingii. Maandiko yanasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Kwanza ni wanafiki. Mtu mnafiki ni mtu mgani? Ni mtu ambaye asiye na ukweli ndani yake. Mtu mnafiki ni mtu ambaye hana ukweli ndani yake, mtu ambaye ana uongo wa siri. Anaitwa mtu mnafiki. Ni mtu aliye na uongo wa siri, sio uongo wa wazi. Wazi kwa nje unaweza kumuona ni mtu wa ukweli, lakini ndani yake ni muongo. Yani ni mtu ambaye hajaokoka.
Yaani ni mtu ambaye anaweza kuwa anajisitiri, anaweza kuwa atumii mapambo, anaweza kuwa kwa nje anaonekana ameokoka lakini ndani yake hajaokoka. Yaani ni mtu anayetenda dhambi kwa siri. Wanafiki kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo haya makanisa yote na wahubiri unaoona wote walielewi neno la Mungu, wanawafungia watu ufalme wa mbinguni. Wanawafungia watu. Utamfungiaje mtu uzima wa milele wakati umekosa kumweleza utakatifu wa mbinguni? Umekosa kumweleza atakavyokuwa mtakatifu, ukamhubiria na akabadilika akawa mtakatifu. Umemfungia mbingu. Yenda kawa anakuja kanisani, unamhubiria injili yoyote, haimsaidii. Injili isipohubiriwa ya utakatifu na ondoleo la dhambi, kisha mtu huyo akageuka kabisa kutoka kwenye uovu wake, amefungiwa mbingu, hata ingia. Hata umfundishe kuomba masaa mangapi, hata ingia. Hata umfundishe namna gani, hata ingia. Maana masharti ni kwamba watakatifu walioko duniani wataungana na watakatifu walioko mbinguni. Hakuna ya kwamba wale waombaji walioko duniani, hapana. Ni watakatifu walioko duniani wataungana na wale watakatifu walioko mbinguni. Kwa hiyo duniani mtu yoyote, mhubiri yoyote kwako asipokufundisha utakatifu, wala usipojifunza utakatifu, ukuwa na uhakika hautauona ufalme wa mbinguni. Hata ukuwa unalala kanisani, hutauona. Maana utakatifu ndo uti wa mgongo wa uokovu. Uokovu ni utakatifu. Bila utakatifu hakuna uokovu. Bila utakatifu tunaitwa wacha Mungu. Wacha Mungu hata wale wa kitambo waliishia Purgatory. Ndo wakahubiriwa, mwana wa Adamu akaenda huko akahubiria, ndo wakainuka. Ndo maana maandiko yanasema watakatifu walionekana. Jinsi mwana wa Adamu alipofufuka na makaburi yakatetemeka, kulionekana na watakatifu Yerusalemu. Kwenye miji ya Israeli watakatifu walionekana waliofufuka. Haleluya. Ninyi wenyewe hamuingii, wala wanaoingia hamuachi waingie. Kwa hiyo Mafarisayo wana tabia ya kwamba wao hawaingii mbinguni, wala mtu ambaye anataka kuingia mbinguni hawamuachi aingie. Sasa wewe huwezi kuwa kwenye kanisa la Farisayo kisha ukatarajia kuingia mbinguni. Maana umesikia maandiko amesema na hata yeye anayetaka kuingia hamuachi aingie. Hori basika la mandresa. Hamuachi. Sasa huwezi sema kwamba mimi niko chini ya mhubiri huyu lakini mimi siabudu mhubiri. Kila mtu na Mungu. Hapana. Mungu wa huyo mhubiri ndio Mungu wako. Kwa hiyo hakuachi uingie. Huwezi kuwa chini ya David aliyepotea alafu ukasema utaingia mbinguni, yeye ataingia jehanamu. Hapana. Kwa mfano ni hivi. Mimi ni mhubiri. Mhubiri amefananishwa kama driver wa gari, kama dereva wa gari, basi. Ufalme wa mbinguni na uokovu imefanana kama basi. Kwa hiyo hii basi inatoka Nairobi inaelekea Mombasa. Inatoka Nairobi inaelekea Mombasa. Ama inatoka Nakuru inaelekea Mombasa. Lakini driver kaendesha akiwaambia tunaelekea Mombasa, jipeni moyo, vumilieni katika safari hii, jipeni moyo, remain focused, tunaelekea Mombasa, na anaendesha. Kufika Nairobi kuliko apite na barabara inayoelekea Mombasa, akaingia barabara inayoelekea Mwiki. Akaingia barabara inayoelekea Ukambani. Kwa hiyo anaendesha akielekea Ukambani lakini anawaambia tunaenda Mombasa, tutafika tu Mombasa, lakini yeye anaelekea Ukambani. Ndivyo ilivyo na Holiness and Repentance Ministry na makanisa ambayo mnaona ya kwamba yanaonekana yalikuwa yanahubiri ukweli. Ndio hivyo hata waimbaji wa injili ambao mnaona sasa hivi wanaimba nyimbo ambazo hazieleweki, muonekano wao pia unaona ni wenye dhambi tu. Ni hivyo. Na dereva hawezi kubali ya kwamba ameiwacha njia ya kwenda Mombasa, atangangania tu tunaenda Mombasa. Lakini unaona matendo yake kuendesha gari kwake kunaelekea Ukambani. Kwa hiyo ina maana gani sasa? Maana ndiyo hii hapa. Mhubiri maneno yake asikudanganye, bali uokovu wako, bali matokeo juu ya miili yenu, bali miili yenu inavyogeuka, bali mnavyopata nafuu, mnavyopata rehema kwenye miili yenu,
ndio mtajua mhubiri ni wa kweli, roho zenu zinavyoguswa. Lakini ukuwe makini. Ukiangalia hii njia inaenda Kiambu, lakini mhubiri anasema tunaenda Mombasa. Inamaanisha wewe kama mtu aliyepanda basi lazima utoke ndani ya basi hilo kama unataka kufika Mombasa. Inamaanisha kama unataka kufika mbinguni lazima mtoke chini ya manabii wa uongo. Lazima mtoke chini ya makanisa ya uongo. Lazima mtoke chini ya mafundisho ya uongo. Hani ya sali kadidri saya. Kana na nae sililidre ai. Kama mnataka kuingia katika ufalme wa mbinguni. Maana ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki. Yani ole wenu makanisa, wahubiri na wainjilisti. Mwandishi alikuwa kama mwinjilisti. Farisayo alikuwa kama mhubiri wa madhabahuni, mhudumu wa madhabahuni. Yani ole wenu wahubiri wa madhabahuni na wainjilisti. Wanafiki. Wanafiki inamaanisha wanachokifundisha wakishiki na hata hawakielewi. Kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbinguni. Yani usipofundisha utakatifu unamfungia mtu ufalme wa mbinguni. Yani unampa mtu imani mbaya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ukitaka kuingia mbinguni lazima uwe makini na mafundisho unayofundishwa, lazima uwe makini na imani unayopewa. Lazima imani iwe ya utendaji wa Biblia. Yani imani yako iwe ya utendaji wa Biblia. Yani imani yako iwe maandiko matakatifu. Lengo lenu katika kanisa lenu lazima iwe kutimia kwa Biblia juu ya roho zenu kisha miili yenu. Lengo la pili ni kwamba lazima tufundishwe tu utakatifu, hukumu wa, yani tufundishwe zile kazi tatu za Roho Mtakatifu: hukumu ya ulimwengu, habari ya dhambi na kumshuhudia Kristo. Hukumu ya ulimwengu kwa kuwafundisha habari ya dhambi na kumshuhudia Kristo. Hivyo vitu tatu. Yani kazi zile za Roho Mtakatifu ndo zifundishwe. Yani mahubiri yote yao yako centered hapo. Nje ya hapo ni mahubiri ya uongo. Ole wenu 14. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnakula nyumba za wajane kwa unafiki. Mnasali sala ndefu, kwa hiyo mtapata hukumu iliyo kubwa zaidi. Sikiliza. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnakula nyumba za wajane na kwa unafiki mnasali sala ndefu, kwa hiyo mtapata hukumu iliyo kubwa zaidi. Mjane ni nani hapa? Sio mtu asiye na mume wa duniani. Huyo ni mtu aliyefiwa. Mjane wa kiroho ni nani? Mjane wa kiroho ni mtu asiyekuwa na mume wa kiroho. Mume wa kiroho ni nani? Ni mtu mwenye amri aitwaye Mungu. Mume wa kiroho, yani mtu ambaye hajaokoka akajazwa na Roho Mtakatifu ni mjane. Mtu ambaye hajaokoka, roho yake haijaokoka na kusafishwa ni mjane. Mjane ni mtu ambaye hana Roho Mtakatifu moyoni mwake. Huyo ni mjane, yani hajajiliwa. Bwana harusi. Kwa nini mwana wa Adamu Yeshua wa Nazareth anaitwa bwana harusi? Yani bwana, kama kuna mume, kama kuna mume si kuna mke. Mwana wa Mungu anaitwa nani? Mume wa kanisa. Kanisa ni nani? Maandiko yanasema miili yenu ni hekalu la Bwana. Kwa hiyo mwili wako ni nini? Mwili wako ni wewe, si ndio? Kwa hiyo mume wako ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo kama huna mume, kama wewe ni mjane, kumaanisha hujakutana na elimu ya mwana wa Mungu. Yani mume wako ni Biblia, ni maandiko matakatifu. Kama hujakutana na ule utakatifu wa kweli na injili ya haki iletao ondoleo la dhambi, wewe ni mjane. Ni mjane kabisa, huna mume. Yani huna mume, wewe ni mjane. Ndio maana mafarisayo wanakula nyumba za wajane, yani wanakula miili ya wajane. Yani wanakula vitu vya wajane, yani wajane. Yani inamaanisha hawana lengo la kuwaleta watu katika msamaha na ondoleo la dhambi, bali wana lengo la kula vitu vyao.
Ndio maana utasikia kwamba toa ubarikiwe, wakati Biblia imesema na kila mtu, katika Kumbukumbu maandiko yamesema na kila mtu atoe alivyobarikiwa, na kila mtu atoe kadiri na alivyobarikiwa, kama alivyobarikiwa. Na kama alivyobarikiwa ni tofauti na toa ubarikiwe. Wahubiri wanasema toa ubarikiwe, maandiko yanasema utoe ulivyobarikiwa. Inamaanisha kama hujabarikiwa usitoe. Hallelujah, glory. Yani kwa maneno mengine ni toa kama jinsi Mungu alivyokujalia. Usitoe ili Mungu akujalie. Hayo ni maneno yao tu wamebadilisha. Kuna tofauti ya toa ulivyobarikiwa na toa ubarikiwe. Hivyo ni kinyume na maandiko. Ulivyobarikiwa inamaanisha kitu ambacho Mungu amekujalia ukapata, unatoa vizuri. Wao wanasema toa ubarikiwe. Ukitoa huwezi barikiwa. Haleluya, haleluya. Ukitoa huwezi barikiwa, lakini ukitoa ulivyobarikiwa utabarikiwa. Hii inamaanisha toa Mungu alivyokupa, kama hajakupa usitoe. Haleluya, glory. Hajakupa usitoe. Hii elimu ya kutoa hii ni unafiki na wizi. Lakini mtu anatoa alivyobarikiwa, kama hujabarikiwa usitoe. Hasa baraka ni nini? Baraka, kuna baraka nyingi. Baraka ya kwanza ni uzima wa milele na uokovu. Hiyo ndio baraka ya kwanza tu katika maisha ya mtu. Baraka zingine baraka ya kwanza kwenye maisha ya mtu ni uzima wa milele na uokovu. Inamaanisha kama huna uokovu uletao uzima wa milele kwenye nafsi yako, roho yako, kisha mwili wako, wewe hujabarikiwa. Unateseka kwa maisha. Uwe tajiri uwe maskini, huna baraka yoyote. Kwa maana baraka, tunaanza na baraka za kweli zisizo na ubatili. Kuna baraka zingine ni za kujilisha upepo na ubatili, lakini kuna baraka za milele. Tunaanza na za milele zisizoisha na zile za ambazo sio za milele. Za milele nimekuambia baraka ya kwanza maishani mwako ni uokovu uletao uzima wa milele. Hiyo ndio baraka ya kwanza. Sasa baraka ya kwanza ni uokovu. Uokovu utaambatana na uzima wa milele, na waeleza sio mbinguni. Uzima wa milele huu ni uzima usio na mwisho wala mwanzo. Yaani ni uzima wa milele, ni uzima usio na mwisho. Na maanisha ya kwamba uzima una mwanzo una mwisho. Na maanisha ya kwamba uzima ni uzima kwenye roho zetu. Baada ya kuondoka katika ulimwengu wa sasa, tutairithi paradiso ya Mungu. Lakini huu uzima tunao duniani, inamaanisha huu uzima utaigusa paka miili yetu. Kama roho yako ina uzima wa milele, sikiliza maandiko yalivyosema, uzima wa milele unakaa ndani yenu. Inamaanisha unakaa ndani yako. Nini kilicho ndani yako? Ni roho yako. Kwa hiyo uzima wa milele unakaa ndani ya roho zenu, na hizi roho zenu zinakaa ndani ya miili yenu. Inamaanisha mwili wako uko na muunganiko na roho yako. Huyo ni mtu mmoja tu. Inamaanisha roho ikiwa na uzima wa milele, mwili una uzima wa milele. Kwa hiyo lazima mwili wako uwe na uzima kabisa, uzima tu wa sasa, mbali na magonjwa, mbali na taabu, mbali na dhuluma za dunia. Lazima Mungu akuepushe na hayo. Huo ndo uzima wa milele. Lakini unaanzia kwenye roho. Roho yako itajazwaje na uzima wa milele? Uzima wa milele ndio huu, wakujue Baba, wewe Mungu wa pekee, wa kweli, wa kweli. Kweli ni nini? Kweli ni nini? Kweli Baba, neno lako ndilo kweli. Kwa hiyo kweli ni neno la Mungu. Na wakujue Mungu wa pekee wa kweli. Yaani Mungu wa pekee wa neno. Huyu ni Mungu ambaye ni neno. Neno la Mungu ni Mungu tu mwenyewe. Haleluya. Kwa hiyo neno la Mungu akiwa ni Mungu, anakuingia kwanza, anaandaa madhabahu ndani ya roho yako, kisha kuna kushukia nguvu za Roho Mtakatifu. Sitarajii watu wasiojua neno la Mungu wajazwe na Roho Mtakatifu. Hayo yatakuwa ni mapepo na ni uhuni. Hayo yatakuwa ni uzushi. Hiyo itakuwa mashande mandarabobo. Hizo ni kushandarize vitu vyao. Lakini Roho Mtakatifu wa kweli anaingia kuliko tengenezwa kabisa. Yaani moyo wako
Nasema kwamba ulinde moyo wako kuliko chochote. Na tena moyo wa mtu ni nyumba ya Mungu. Sikiliza, moyo wa mtu ni nyumba ya Mungu. Kwa hiyo moyo wako wewe ni nyumba ya Mungu. Kwa hiyo nyumba chafu haiwezi ikampokea Mungu msafi. Iweni wasafi kama Mungu wenu alivyo msafi. Kwa hiyo nyumba chafu haiwezi ikampokea Mungu msafi, bali nyumba chafu inavutia uchafu. Inamaanisha pepo wachafu. Sikiliza, wanaitwa pepo wachafu. Pepo wachafu. Kwa hiyo wanavutiwa na nyumba chafu. Inamaanisha dhambi inavutia dhambi, usafi unavutia usafi. Ukijawa na elimu chafu, inamaanisha elimu chafu. Elimu chafu ni elimu yoyote isiyo ya utakatifu, hata iwe ya wema, hata iwe ya karama, hata iwe ya nini, bora hailengi utakatifu wa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Inaitwa elimu chafu. Kwa hiyo elimu chafu itavutia uchafu ndani yako. Ndio maana utashindwa kushinda dhambi. Utashindwa tu kushinda dhambi kwa sababu una uchafu katika nyumba yako. Kwa hiyo tengeneza nyumba yako. Maandiko yanasema mwambie Ezekieli atengeneze mambo ya nyumba yake, maana atakufa. Kwa hiyo Mungu anataka utengeneze roho yako kabla ukufe. Hotere baba sidresaya, horinda raindresaya. Muri glory sai God. Atukuzwe Mungu aliyetuma manabii na mitume watakatifu ili mpate kupata ondoleo la dhambi, waishuhudie ile nuru. Kwa hiyo nuru ajapo awafundishe utakatifu, nanyi mpate kupata ondoleo la dhambi. Kwa hiyo nyumba safi, Roho Mtakatifu ni usafi. Ndio maana anaitwa maji masafi, maji ya uzima. Kumbuka hayo maji, maandiko yanasema mwana wa Adamu akamwambia yule mwanamke Msamaria. Hapo ndipo kunapoanza safari ya kwenda mbinguni, inaanzia hapo kwa mwanamke Msamaria. Ribasika la mandresai. Kwa hiyo anamwambia, mimi nina maji nitakayokupa ndani yako. Mbona hakusema nje? Alisema ndani yako kutabubujika na chemichemi. Hakusema kutabubujika na maji. Alisema kutabubujika chemichemi ya maji ya uzima wa milele. Ribasika. Kwa hiyo chemichemi ya maji ya uzima wa milele inamaanisha sio maji ya uzima, ni chemichemi, ni kitu kisichokoma. Yaani ukishajawa na Roho Mtakatifu wa mbinguni, huo ni uzima usiokoma. Uokovu, neno la Mungu likijaa ndani ya moyo wako, huo ni uzima usiokoma. Kwa hiyo kupona magonjwa yako huhitaji kuombewa. Unahitaji kuliingiza neno la Mungu ndani yako, ukajazwa na Roho Mtakatifu. Kumbuka, usafi ni uwezo wa kushinda uchafu. Kama una tamanio tu la kushinda dhambi duniani, hebu kimbilia usafi. Na usafi ni nini? Neno la Mungu alafu Roho Mtakatifu. Hivyo ndio vitu viwili vya kukupeleka mbinguni. Hakuna kitu kingine. Hakuna sijui matawi ya uzima wa milele. Hapana, hakuna matawi, hakuna kitu kama hicho, bali ni uzima tu. Uribasika. Kwa hiyo utaidhibitishaje imani yako mbali na ya Mafarisayo? Maandiko yanasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, mnawazuia watu kuingia ufalme wa mbinguni. Ninyi wenyewe hamuingii, wala wanaoingia hamuwaachi waingie. Utajuaje hauingii kwenye uzima wa milele wakati neno la uzima halijakuingia? Kwa hiyo huna uzima unakaa ndani yako. Seriasa Isaya. Sikiliza. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu, na kisha kufanyika
mnamfanya kuwa mwana wa jehanamu mara 2 zaidi kuliko ninyi wenyewe. Kwa hiyo Biblia hapa inashuhudia ukweli kwamba Wakristo ni wana wa jehanamu mara 2 kuliko watu wengine. Wakristo ni wana wa jehanamu mara 2. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu, na akisha kufanyika mnamfanya kuwa mwana wa jehanamu mara 2 zaidi kuliko ninyi. Mara 2 zaidi. Kwa hiyo Wakristo ni wana wa jehanamu mara 2 zaidi. Mara 2 zaidi. Inamaanisha nini? Mara 2 zaidi. Inamaanisha ni mara 2 ya zaidi. Yaani wewe ni mwenye dhambi mara 2 ya mhubiri wako. Wewe ni mwenye dhambi mara 2 ya huyo mtu anayekemea dhambi kwako. Mwenye dhambi mara 2. Haleluya, haleluya. Nitakusomea hapa juu, nasema ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mmefanana na makaburi. Kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, nayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri, bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Nimewaambia Mwana wa Adamu aling'ang'ana sana na ndani yenu iwe safi, kwa sababu alijua nje unaweza safisha. Muislamu ameweza kusafisha nje. Lakini sasa sisi itakuwaje, sisi ambao tunataka kwenda kwenye ufalme wa mbinguni, wala sio pepo huru ya kina Muhammad? Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, nayo kwa nje yaonekana kuwa mazuri, bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Vivyo hivyo ninyi nanyi kwa nje mwaonekana kuwa watu wenye haki, bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Sikiliza lugha ya Biblia hapa. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, nayo kwa nje yaonekana kuwa mazuri, bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Vivyo hivyo ninyi nanyi kwa nje mwaonekana na watu kuwa wenye haki, bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Yaani kwa nje mnaonekana na watu kuwa mna haki. Kuna watu wanajisitiri kweli. Simona hapa Biblia inadhibitisha kujisitiri sio kwenda mbinguni. Yes, kujisitiri ni kitu kidogo sana. Ni kidogo sana. Maana mwaonekana na watu wanaokuzunguka, jamii, na kuona kuwa mwenye haki, bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Ndani ya mtu sio vyepesi kuokoka kama hajaguswa na Mungu aliye hai. Nje unaweza, lakini ndani utajuaje ndani imeokoka? Utajazwa na Roho Mtakatifu. Utahisi amani kwanza, sio kujaza kushanderize. Hii inaitwaje kushanderize au shanderemandera? Hizi malugha hizi ambazo lugha ya kweli huwa inakuja na utakatifu wa kweli. Na inakuja baada, haleluya. Haleluya, inakuja na utakatifu wa kweli. Kwa hiyo huwezi tarajia tu kunena kwa lugha kama hujakuwa mtakatifu wa kweli. Kama yupo mtakatifu wa kweli, basi kuna mtakatifu wa uongo. Na ndio wamejaa duniani sana. Wanaojihesabia haki, wanaojiambia wana imani kubwa ya kuhamisha milima, wanaosema wanavaa kwa kujisitiri, wanaosema washuki wala kutumia mapambo, lakini ndani yao wamejaa unafiki na maasi. Ndani yao wamejaa tamaa ya mali na kuonekana wao ndio watakatifu wa Biblia. Hao ndio Mafarisayo wanafiki. Wamefanana kama makaburi yaliyopakwa chokaa. Yanaonekana kuwa marembo nje, kumbe ndani yameoza mifupa ya wanadamu. Unaonekana nje una afya, kumbe ndani ni mifupa mikavu, unahitaji kutabiriwa. Kaburi ni nini? Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, metenda mema.
Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Haleluya! Osiori mahika sana. Wacha ni kuonyeshe makaburi ambayo mpo kama Wakristo wanaosema sisi ni Wakristo waenda mbinguni, wasafiri. Ndio hii hapa, sikiliza. Kitabu cha Ezekieli 37 mstari ule wa 12. Ezekieli 37 mstari wa 12. Maandiko yanasema, basi tabiri waambie, Bwana Mungu asema hivi. Mungu anakuambia hivi leo, tazama nitafunua makaburi yenu. Nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli. Horibosika. Sasa sisi hatuingii Israeli, nasi tutaingia katika mji mtakatifu wa Yerusalemu. Sikiliza. Basi tabiri waambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya ahadi, Yerusalemu mpya. Kabla ya kwenda Yerusalemu, lazima utolewe kwenye makaburi. Kuna makaburi na kaburi. Dunia hii unayoiona ni kaburi moja, ambalo limewaua kila mtu, limewaua wanadamu wote. Dunia hii ni kaburi moja, limewaua wanadamu wote, lakini limemweka kila mtu kwa kaburi lake. Kila mtu kwa kaburi lake. Tunajua kaburi halina msaada. Kwa hiyo huna msaada ndani ya maisha yako, uko kwenye kaburi. Kama huna msaada, ukitazama wapi, milimani na mabonde, huna msaada, bado upo kwenye kaburi. Maana msaada wa mwanadamu anafaa kuwa Kristo Mungu, Mungu aliye hai. Lebeseka. Yeye aliyezifanya mbingu na nchi na vyote vilivyomo, ndiye anafaa kuwa msaada wako na kimbilio lako siku ya taabu yako. Kama huna hivyo, upo kwenye kaburi duniani. Mwingine yupo kwenye kaburi la magonjwa. Ndio maana unagonjeka unapona, unagonjeka unapona, unagonjeka unapona. Upo kwenye kaburi la magonjwa. Mwingine yupo kwenye kaburi la umaskini. Anajaribu kufanya kazi haufanikiwi. Unafanya kazi haufanikiwi. Ukipata pesa zinaenda kwa magonjwa, zinaenda kwa hivi zinapotea. Uko kwenye kaburi la umaskini. Mungu hakumuumba maskini wala tajiri, ili hali vitu hivi havina maana. Havina maana, lakini kwa wewe kuishi maisha ulioumbiwa kuyaishi, nadhani Mungu hakumuumba mtu kuteseka, bali alimuumba mtu aishi duniani akiyatimiza mapenzi yake kisha aondoke. Wengine wapo kwenye kaburi la mihadarati. Wapo kwenye kaburi la usherati. Hizo makaburi zote. Kwanza kaburini kuna uvundo. Kuna harufu. Maandiko yanasema harufu ya maiti ni dhambi. Harufu ya maiti ni dhambi. Kwa hiyo kama unakaa karibu na wenye dhambi, wewe ni mwenye dhambi, maana harufu ya maiti wa rohoni ni watu wenye dhambi. Harufu ya watu wenye dhambi ni dhambi. Tamasedebeseka. Je, unajua sigara ni roho? Sigara ni roho. Hallelujah, glory. Sigara ni roho. Ndio maana harufu ya sigara ukivuta ndani yako umetenda dhambi, kwa sababu sigara ni roho. Pombe ni roho. Ndio maana usikae pamoja na walevi.
maana wewe harufu ya walevi ni unajisi, ni dhambi. Usikae pamoja na washerati, maana maneno yao yananuka usherati. Kwa hiyo ni dhambi. Kwa hiyo makaburi mmefunikwa yote. Lakini sasa unatabiriwa hivi leo, hiyo mifupa mikavu itamea leo, itakuwa na uzima wa milele. Mimi nakuambia hivi leo, amini uokolewe, uwe na uzima teletele, uzima wa kweli usiofanana na uzima wa dunia. Uzima wa dunia ni kwa sababu ya vidonge. Wengine wameishi kwa vidonge. The more unameza dawa ndo the more utakuwa ukigonjeka kila wakati. Yani medicine are for storage of diseases. Nakuja kufundisha hiyo vitu baadaye. Lakini makaburi yenu, Mungu anasemaje kuhusu makaburi yenu? Sikiliza kwa umakini. Tazama nitafunua makaburi yenu. Kwanza yatafunuliwa. Nani atayafunua? Asema Bwana Mungu. Kwa hiyo kufunua kaburi, yani nitakuokoa, ndio maana ya kufunua kaburi. Kwa sababu kaburi la Lazaro lilipofunuliwa ulikuwa ni mchakato wa kuokoka. Kwa hiyo hapa inafanana na ile hadithi ya Lazaro. Lazaro alikuwa amekufa, akaambiwa wakaambiwa na watu, mwana wa Adamu akawaambia, hebu piringisheni jiwe mkatoe. Ndio watumishi wametumwa kabla yangu, walikuwa wanafanya kazi ya kupiringisha hilo jiwe. Lazaro bado amelala, ni maiti. Bado amefunikwa sanda, bado amelala, ni maiti. Sasa walipopingirisha, lakini bado alikuwa ni maiti, lakini wamepingirisha. Ndio hao wahubiri ambao mnaona walikuwa wanahubiri ukweli, lakini bado injili yangu ni tofauti na yao. Ni kwa sababu walikuwa wanapingirisha tu jiwe. Nami nikasimama, mwana wa Adamu akasimama, akasema, Lazaro, njoo huku nje. Lazaro akatoka nje. Rabasika. Lazaro akatoka nje akiwa amejifunga sanda, akawaambia watu, mfungueni sanda. Haleluya. Kwa hiyo sauti ya mwana wa Adamu inafaa ipazwe ndipo utoke kaburini. Tazama, majiwe limepiringishwa tayari. Mimi ninapohubiri hivi ndipo naipaza sauti yangu. Kila aliye kwenye kaburi, inuka uje juu, nanyi mtakuja juu, mkiwa bado mmefungwa sanda. Na maanisha mkiwa bado mnaishi matendo ya dunia, lakini mnanifuata. Nami nitawaambia watumishi, wafungueni hiyo sanda, nanyi mtakuwa hai milele. Hii siyo Masia. Haleluya. Lazima wote kwenye makaburi ya usherati, ya dhambi, ya tamaa ya mali, ya nini. Makaburi ni vifungo vya dhambi. Maana aliye kaburini amefungwa. Hawezi kutembea, hawezi kuongea, hawezi kujiokoa. Unahitaji mwokozi. Ndio nawaambia, njooni kwangu, maana Biblia inashuhudia kuja kwangu ni wakomboe. Ndipo napaza sauti ya kila aliye kaburini, toka nje. Na ndio mahubiri ambayo nahubiria. Lazaro akatoka. Uokovu hauji kwa mkono wa mwanadamu, unakuja kwa mkono wa Mungu mwenyewe aliyevaa mwili. Haleluya. Glory. Aliyevaa. Haleluya. 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 Kwa hiyo jiwe likapiringishwa. Huo ndio ufufuo wa wafu waliokufa katika roho duniani. Wakifufuka wataweza kuongea. Kuongea ni kufanya nini? Lazaro alipotoka kaburini, si aliongea? Hiyo ndio kuongea kwa lugha sasa. Lazaro alipotoka kaburini aliongea. Hiyo ndio kuongea kwa lugha. Haleluya. Aliongea. Hiyo ndio kuongea kwa lugha. Alitembea. Hiyo ndio uwezo. Alitembea. Yani Lazaro alianza kutembea. Kutembea ni nini? Kumbuka maandiko yanasema, akawaambia mitume, msipoongoka na kuwa kama watoto wadogo, ninyi mtaingia jehanamu. Kwa hiyo Lazaro alianza kutembea, lakini alianza kutembea hatua moja kama mtoto. Sasa wewe lazima uanze kutembea ndani ya neno la Mungu. Kutembea ndiyo kujua injili. Lazima uanze kutembea hapa na hapa kama Lazaro. Baada ya kufufuka akasimama,
akamwangalia mwana wa Adamu akamuona. Lazima uangalie mwana wa Adamu kama msaada wako. Lazima umtazamie yeye akufundishe njia ya uzima, uweze kuipasua dunia na kupita ukaelekea katika uzima wa milele. Ni lazima ufunguliwe bali na vifungo. Kila aliye bado kaburini hajaokoka, lakini atakayetoka nje kwa sauti ya mwana wa Adamu. Maandiko yanasema ndipo mwana wa Adamu akasema, saa yaja na saa ipo ambapo wafu wataisikia sauti ya mwana wa Adamu na kutoka makaburini. Na kutoka makaburini ni maandiko. Maandiko yanasema saa yaja na saa ipo ambapo wafu wataisikia sauti ya mwana wa Mungu na watatoka makaburini, na ndio nyinyi mliokufa katika roho. Saa ipo na saa yaja, wakati mtakapoisikia sauti ya Mungu na kutoka katika makaburi. Mtakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu na mtatoka katika makaburi yenu na kuwa hai milele. Huwezi ukawa na uzima wa milele kama bado upo kaburini, maana tunajua kaburi ni sehemu ya wafu. Maandiko yanahitaji kaburi, hell. The Bible calls the grave hell. Maandiko kwenye Ayubu na vitabu vingine yanaita makaburi hell. Kwa lazima utoke jehanamu, lakini sio jehanamu ya ile, ni jehanamu ya dunia. Na niliwaambia dunia ni jehanamu. Kwa lazima utoke katika kaburi moja lile kwanza. Nimekuambia dunia ni kaburi moja ambalo linawazika mamilioni ya watu. Mmezikwa kwa kaburi moja. Sasa kutoka kwenye hilo kaburi moja, lazima utoke kwenye kaburi lako kwanza, kisha utoke kwenye moja. Kutoka kwenye kaburi linaloitwa dunia ndio kufanya nini? Ndio unyakuo. Si dunia ni kaburi. Kutoka nje kufufuka, hiyo ndio unyakuo, tukipanda tukienda. Lakini kama bado tungali kwenye kaburi moja linaloitwa dunia, kuna makaburi madogo madogo ambayo wewe umewekwa. Kuna Yusufu amewekwa kwenye lake, Yakobo kwa lake, Yohana kwa lake. Kila mtu na tukaburi twake. Ndio maana dhambi zenu zinatofautiana, ila mnatenda kwa tuseme asilimia kubwa zinafanana, lakini kuna tofauti. Kuna mtu si msharati na ni mlevi. Kuna mtu sio mlevi ni msharati. Kuna mtu havuti sigara, lakini kuna mwingine anakula miraa. Na kuna watu, yani kuna dhambi tofauti tofauti ambazo kila mtu amefungwa nayo. Kwa hiyo lazima mtoke hapo. Kwa hiyo Lazaro akaanza kutembea. Lazima uanze kutembea. Inamaanisha lazima neno la Mungu likuwe linakutoa mahali linakuweka mahali. Hiyo ndio uokovu. Lazima uanze kutembea hatua kama Lazaro. Haleluya. Lazima miguu ipate nguvu. Miguu ni nini katika roho? Miguu inamaanisha injili. Lazima injili unayoipokea iwe na nguvu. Lazima upate nguvu katika kutembea katika neno la Mungu. Maana nakufundisha tu neno la Mungu, sikufundisha mahubiri nje ya neno la Mungu. Ni neno la Mungu tu. Lakini hilo neno linakuwa ni injili ambayo inakuwa na nguvu za kukuokoa. Unaanza kutembea vizuri. Haleluya. Kwa Lazaro akaanza kutembea. Lazaro akawa hai, ana uzima kutokana na sauti. Haleluya. Lazaro akawa ni mzima. Akaanza kumshuhudia Mungu. Haleluya. Kwa hiyo makaburi ndo hayo. Lazima mtoke kwenye makaburi. Lakini tutatokaje ndani ya makaburi? Hebu sikiliza kitabu kinavyozidi kuongea. Tazama, nitawafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli, ama nchi ya ahadi, Yerusalemu mpya. Yaani kwa wewe kuingia katika nchi ya ahadi, Yerusalemu mpya, lazima uwe umetoka kaburini. Kama bado ungali uwezi. Namaanisha kama bado umefungwa katika vifungo vya dhambi, huwezi ukamuona Mungu, hutaingia mbinguni. Kuwa na uhakika, upende usipende, ulie ucheke, utatupwa jehanamu. Haleluya, glory. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana
nitakapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu, enyi watu wangu, mtajua mimi ndimi Bwana nitakapoyafunua makaburi yenu. Kwa hiyo mtu atakuwa amelala kaburini mwake, ana msaada, anafunuliwa. Kufunuliwa ni, si unaona, unaangalia unashtuka. Kushtuka inamaanisha unaangalia neno linakufungua. Inamaanisha utafunguliwa kwa neno. Neno la Mungu ndiyo sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu ya kwanza ni hii. Ndio maana inakuambia nitakutoa kwenye kaburi. Si imekuambia? Kweli si Biblia imesema nitakutoa kwenye kaburi? Hiyo ndio sauti ya kwanza. Kwa hiyo leo Mungu amenena na wewe akakuambia atakutoa kwenye kaburi uliowekwa, nayo utajua ni Mungu. Hivyo ndio Biblia inaeleweka. Ndio inafaa ielewe, uielewe. Nitawatoa kwenye makaburi mliowekwa, nanyi mtajua mimi ni nani? Mimi ni Mungu. Haleluya. Kadabasika. Nanyi mtajua kuwa mimi ndimi Bwana nitakapoyafunua watu wangu. Nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitawawekeni katika nchi yenu, nanyi mtajua kuwa mimi Bwana nimesema hayo na kuyatimiza, asema Bwana. Nami nitatia roho yangu ndani yenu. Nami nitatia roho yangu ndani yenu. Kwa hiyo yeye asiye na roho wa Mungu, ambaye ndo roho yangu, yeye yupo bado kwenye kaburi. Utatokaje kwenye kaburi? Ni wakati ile sauti inakuambia ondoka uje, na wewe unaitii, unainuka, unakuja. Maana ina nguvu za kukutoa. Sio ninyi mlionichagua, bali ni mimi niliyewachagua. Yeyote hakuja kwangu asipovutwa na Baba. Hayo maneno yana uzito wake. Kwa hiyo nami nitatia roho yangu ndani yenu. Kwa hiyo roho wa Mungu akiwa ndani yako, utajuaje? Utaanza kunena kwa lugha. Na pia utaona maisha yako yana Mungu, yakifanana na ya Mungu. Ya Mungu ni gani? Utasema mimi sijui maisha ya Mungu yanafananaje. Ndio haya maisha ya Mungu. Maisha ya Mungu ndio haya maandiko matakatifu. Kwa hiyo wewe utakapotoka kaburini, utatiwa roho ya Mungu ndani yako. Ndiyo Roho Mtakatifu naye waambia kila wakati, pokeeni Roho Mtakatifu, pokeeni Roho Mtakatifu, pokeeni Roho Mtakatifu kila wakati. Na ninawahubiria ili mkapokee. Mahubiri yangu ndio Roho Mtakatifu wenu yatakapokudresa. Asante Bwana. Sasa hayo makaburi mliowekwa, hayo makaburi mliowekwa, ni lazima utoke ndani yake. Utoke ndani yake. Utoke ndani ya hayo makaburi. Lakini nasema nami nitatia roho yangu ndani yenu. Sikiliza enyi watu wangu, nami nitatia, sio mtu mwingine, sio kwamba mtumishi atakuwekea mkono ujazo Roho Mtakatifu. Anasema nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi. Nanyi mtaishi. Sikiliza kimakini. Sikiliza lugha ya Biblia hapa. Nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi. Kama huna roho ya Mungu, umekufa huko kaburini. Uwe unaenda kanisani au uwe ndo Mkristo Muislamu, uwe Myahudi, uwe mataifa, kama huna roho ya Mungu hutaishi. Sasa watu ambao wanakimbilia kusema Zaburi imesema nami sitakufa bali nitaishi, hilo ni andiko linatumiwa vibaya. Mtu aliye na Roho Mtakatifu ndo anaishi. Mtu aliye na, sikiliza, nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi. See God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi. Kwa hiyo kama huna roho ya Mungu ndani yako, huwezi kuishi. Roho ya Mungu anaingiaje? Nilikuambia kama huna foundation of the Holy Word, hawezi kuingia. Foundation iwekwe kwanza. Ndio maana unaambiwa ya
Yeye aliyejenga nyumba kwenye msingi wa jiwe. Jiwe ni nini? Jiwe ni nini? Danieli anasema nikaona jiwe lisilochongwa na mkono wa mwanadamu. Lisilochongwa na mkono wa mwanadamu inamaanisha mwanadamu ameumbwa kutoka kwenye mawe. Mawe ni kama udongo, si ndio? Mawe ndio udongo. Danieli akisema naliona jiwe lisilochongwa na mkono wa mwanadamu. Mwanadamu ni nani? Ni udongo. Udongo ni nini? Ni mawe. Si haya mawe ni udongo. Kwa hiyo jiwe lisilochongwa na mkono wa mwanadamu inamaanisha nalimuona mwanadamu asiyefundishwa na mwanadamu. Ndio tafsiri ya hapo. Niliona jiwe lisilochongwa na mkono wa mwanadamu likaipiga ile sanamu miguu ya chuma na shaba. Let me talk to you. Kwa hiyo Danieli anaposema hivyo, anasema jiwe ni udongo. Mwanadamu ameumbwa kwa udongo. Yaani inamaanisha nilimuona mwanadamu asiyefundishwa na mwanadamu. Na ndio huyu Kristo anayekuhubiria wa mataifa siku za mwisho. Nilimuona mwanadamu asiyefundishwa na mwanadamu. Lile jiwe likaipiga miguu ya sanamu. Yule mwanadamu akaiporomosha ufalme wa dunia, na hilo jiwe likakuwa jiwe kubwa la pembeni. Likaifunika dunia nzima, ukawa ufalme mkubwa. Inamaanisha ni revival ya siku za mwisho. Lakini aliona lile jiwe likitoka likaipiga ile sanamu. Ni huyo mwanadamu asiyefundishwa na mwanadamu. Ndio maana hii injili yangu na ubiri unadhani mtu amenifundisha. Si angekuwa amehubiri imeisha. Kwa sababu na ubiri tofauti. Ni mwanadamu asiyefunzwa na mwanadamu akaipiga. Pia Kristo wa Wayahudi alikuwa ni mwanadamu asiyefunzwa na mwanadamu akaipiga, akaufanya ufalme mkubwa. Lakini sasa hii Danieli ni specifically siku za mwisho. Siku za mwisho. Haleluya. Kwa hiyo jiwe ni nini? Lazima ujenge msingi wako. Jiwe ndo msingi. Nasema ajengaye nyumba juu ya mwamba. Mwamba ni nini? Mwamba si ni jiwe. Jiwe ni nini? Maana nasema lile jiwe lililokataliwa na waashi ndilo limekuwa jiwe la pembeni. Nani anaitwa jiwe lililokataliwa na waashi? Yeshua wa Nazareti, mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu ni nani? Ni neno. Hapo mwanzo kulikuwa na neno. Neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo neno ndo jiwe. Jiwe ni neno. Neno alifanyika mwili tukauona utukufu wake. Jiwe ndilo neno. Kwa hiyo neno amekaa, Rabi Sedere Masihi. Neno lazima liwe ndo jiwe, na ujenge nyumba yako juu ya neno. Na maanisha Roho Mtakatifu wako ashuke akae juu ya neno. Kwa hiyo ninyi hapa sitarajii muwe mnanena, na wengine mnaponena asanteni sana, maana moyo wenu ni mkubwa mno. Na hata wengine msio nena lile foundation. Mwingine anaweza kuwa na Roho Mtakatifu ameshukia ananena, lakini sasa anajenga foundation. Ni kulingana na neema yake anajenga foundation. Lakini wengi wanajenga foundation kwanza, ndipo yule Roho wa uzima atakaa juu ya foundation. Utakuwa umejenga nyumba yako kwenye mwamba usiotetemeka. Sasa siku Maandiko nasema hiyo nyumba kukikuja na mvua, kukikuja na dhoruba, kukikuja na dhoruba na mvua na mafuriko imesimama. Mvua ni nini? Mvua ni maji. Maji ni nini? Mafuriko ni maji machafu. Yaani kukuja na injili chafu, bado huyo mwanadamu amesimama kwa kweli ya Mungu. Na pia kitu kingine ni kigani? Kitu kingine ni upepo. Ni majaribu. Upepo ukija, majaribu yakija, bado amesimama kwa sababu ana neno ndani yake. Haleluya, haleluya. Apewe sifa Mwokozi. Naona kwanza kidogo niende sehemu ya pili. Ninataka niende sehemu ya pili. Asanteni sana, mpate kubarikiwa, naendelea na ile somo sehemu ya pili.